Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Agosti 15 siku ya Jumamosi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema Dr. Samia, bila amani hakuna maendeleo. Huyo ni Dr. Samia asema bila amani hakuna maendeleo, lakini wafukua kaburi wakichukua mifupa ya marehemu. Wafukua kaburi wakichukua mifupa ya marehemu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini teki yafunguka walichoteta na Rais Samia. Hiyo ni habari inapatikana pia kwenye gazeti lako la Nipashe. Huku Jamhuri tutaleta mashahidi wote 13 kesi ya Tundu Lissu. Au ni Jamhuri tutaleta mashahidi wote 13 kesi ya Tundu Lissu. Lakini Mkenya akamatwa akiingilia mfumo wa uchaguzi Zambia. Mkenya akamatwa akiingilia mfumo wa uchaguzi Zambia, na jaji Mkaramba aibuka na hoja mpya iliyokwamisha marekebisho. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye linaanza na habari inayosema Lissu alivyong'aka Jamhuri kutoleta shahidi ataka. Lissu alivyong'aka Jamhuri kutokuleta shahidi. Lakini Rais Samia, fursa za Kizimkazi ziguse zaidi wananchi. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan asema fursa za Kizimkazi ziguse zaidi wananchi. Lakini kibano kikali kwenye vimulimuli na ving'ora. Kibano kikali kwenye vimulimuli na ving'ora. Hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini teki wadau wakoleza moto umuhimu kuliponya taifa. Teki wadau wakoleza moto umuhimu wa kuliponya taifa. Hilo ni gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwa chana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaanza na habari inayosema Dr. Samia wataka wawekezaji kutumia fursa. Huyo ni Dr. Samia Suluhu Hassan awataka wawekezaji kutumia fursa. Lakini RC aiomba India kuzidisha ushirikiano na Zanzibar. RC aiomba India kuzidisha ushirikiano na Zanzibar. Na TANESCO polisi zaimarisha ulinzi miundombinu ya umeme. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini tamasha la Kizimkazi kusaidia kukuza uchumi. Huyo ni Dr. Mwinyi asema tamasha la Kizimkazi kusaidia kukuza uchumi. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Zanzibar Leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye linaanza na habari inayosema kaburi la fukuliwa miaka 14 baada ya mazishi. Polisi wachunguza. Lakini shahidi augua kesi ya Lissu yahairishwa. Shahidi augua kesi ya Lissu yahairishwa. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo. Lakini Rais Samia, fursa ziwafikie wananchi. Huyo ndio Rais Samia Suluhu Hassan asema fursa ziwafikie wananchi. Lakini JKCI kupanua huduma za moyo Komoro. JKCI kupanua huduma za moyo Komoro. Lakini LATRA yapigilia msumari mabasi kuishia stendi rasmi. Au ni LATRA yapigilia msumari mabasi kuishia stendi rasmi. Lakini teki tuliomba kuonana na Rais Samia. Au ni teki tuliomba kuonana na Rais Samia. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini shahidi augua kesi ya Lissu yahairishwa. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Na gazeti lako la Daima Tanzania linaandika Waziri Makamba aipa kongole REA tamasha la Kizimkazi. Waziri Makamba aipa kongole REA tamasha la Kizimkazi. Lakini Iringa wahimizwa kushiriki kambi ya matibabu ya kibingwa. Na Jiji Mwelo yaandika historia kwenye mioyo ya watoto. Lakini Rais Samia na Dr. Nchimbi washiriki tamasha la Kizimkazi. Hilo ni gazeti lako la Daima Tanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania lenye linaandika ubakaji wapeleka wawili jela miaka 30 kila mmoja. Lakini tamasha la Kizimkazi ni kitovu cha uwekezaji. Huyo ni Dr. Samia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania
kwenye kurasa za mbele. Lakini tuangazie kwenye gazeti lako la Mtanzania leo, linaandika Iringa wahimizwa kushiriki kambi ya matibabu ya kibingwa. Lakini upinzani Zambia walia kucheleweshwa kwa matokeo ya uraisi. Na JKCI GGML Global Medicare waunganisha nguvu ni katika jitihada za kuokoa watoto 300 kwenye matatizo ya moyo. Lakini GGML yatenga shilingi bilioni 1.2 kuwatibu. Lakini tamasha la Kizimkazi latia fora maelfu ya washiriki. Tamasha la Kizimkazi latia fora maelfu washiriki. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Biashara Leo asubuhi ya leo linaandika Dr. Hussein Mwinyi ataka miradi ya Kizimkazi itunzwe. Lakini watoto 300 kunufaika na dhahabu ya uhai wa GGML. Watoto 300 kunufaika na dhahabu ya uhai ya GGML. Lakini yatenga bilioni 1.2 kuokoa mioyo ya watoto 300. Ya saini ushirikiano wa miaka 3 na JKCI. Lakini Global Medicare ya ratibu upatikanaji wa msaada. Na Profesa Mkombo apongeza vipaji vya wanafunzi chuo kikuu cha St. Joseph Dar es Salaam. Hilo ni gazeti lako la Biashara Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge lenye linaandika serikali ya saka suluhu kero za walimu kwa meza ya majadiliano. Serikali ya saka suluhu kero za walimu kwa meza majadiliano. Lakini Kimei ateuliwa mwenyekiti mpya bodi ya DCB. Kimei ateuliwa mwenyekiti mpya bodi ya DCB. Lakini Rais Samia ataka wawekezaji kuteka fursa Kizimkazi. Rais Samia ataka wawekezaji kuteka fursa Kizimkazi. Lakini PPAA yawataka makandarasi kudai haki kwenye zabuni za umma. PPAA yawataka makandarasi kudai haki kwenye zabuni za umma. Hilo ni gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za mbele. Lakini Raia Mzalendo gazeti lako linaandika Kitima aeleza maaskofu teki walichoteta na Rais Samia. Lakini GGML yagusa mioyo ya watoto 300 na Profesa Kitila akipongeza chuo cha St. Joseph. Hilo ni gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Mwananchi Huru lenye asubuhi ya leo linaandika muda wa meli kusubiri bandari kupunguzwa. Tume ya uchaguzi mkuu Zambia yasitisha uhesabuji kura. Lakini GGML yaungana na dira ya Rais Samia. Na Rais Samia ataka wawekezaji wachangamkie fursa Unguja. Hilo ni gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Mwanahabari gazeti bora kabisa asubuhi ya leo linaandika DC Kibaha azitaka Angels kushirikiana na serikali. Lakini serikali kuendeleza miliki zake nje ya nchi. Na Rais Samia Kizimkazi Festival kila mwaka inaacha alama. Na madereva polisi watakiwa kuwa mfano barabarani. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Na gazeti lako la Mwanahabari linaandika Yanga wana jambo lao leo KMC. Yanga wana jambo lao leo KMC. Simba kutikisha nchi usajili leo. Simba kutikisa nchi usajili leo. Lakini kuna habari inayosema Deogratias Mafie arudi na moto ligi kuu. Na katibu BMT wananchi changamkieni fursa za Afconi. Lakini Chilwa aanza kutupia ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Na gazeti lako la Wamachinga kwenye michezo naandika Yanga yaita mashabiki KMC. Mbeya City ya kwanza kufungwa ligi kuu. Lakini Beno Ngasa aweka rekodi ligi kuu. Simba kufanya kweli kabla usajili kufungwa. Mukoko ajiunga na Eagles ya Kongo. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Rais Samia afunga tamasha la Kizimkazi awakaribisha wawekezaji. Lakini TASWA kuzindua Afcon Kitata 2027. Beno Ngasa aweka rekodi ligi kuu. Pamba Jiji ya gawana pointi na Dodoma Jiji mchezo wa ufunguzi. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo.
Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kuna habari inayosema ligi kuu bara yaanza kwa kishindo, uhamiaji achomoa kiungo chipukizi United, uwanja wa Suluhu Academy kutumika AFCON. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo linaandika Geita yaanza vizuri, Pamba Dodoma sare, lakini Yanga yaanza kutetea taji ligi kuu leo. Lakini Thadeo aachia ngazi TOC. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo linaandika Yanga yaanza kusaka ubingwa, Okelo atajwa kumpisha Aziz Ki. Lakini Simba kulinda rekodi kesho, Feitoto kuiongoza Azam kwa polisi leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika nondo tano za Aziz Ki, Yanga yazoa mamilioni uwanjani leo usiku. Lakini Baka Simba hii bado aise. Yudi Steve Beka asema Simba hii bado aise. Huyu ndio bingwa mpya La Liga 2026-2027. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio latufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.